Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Jay Melody siku ya leo ameamua kuvunja ukimya baada tu ya sakata lake kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa inasemekana Diamond Platnumz ameweza kumuibia nyota baada tu ya kumshirikisha katika ngoma yake ya Mapozi. Baada ya ile ngoma kutoka, Jay Melody ni kama vile akawa amepotea, ni kama vile akawa amekuwa kimya. Sasa comments zikawa ni nyingi sana, baadhi ya wadau, baadhi ya mashabiki wakawa wanadai huenda Diamond Platnumz tayari ameshakimbia na nyota, lakini mtu ambaye alikuwa anaizungumzia sana hii issue alikuwa ni Mwijaku. Mwijaku alizungumza sana na kudai kwamba Jay Melody hawezi tena kuendelea kuwa Jay Melody kwa sababu tu tayari alipompatia nafasi Diamond ya kufanya naye ngoma, basi Diamond akawa ameshapita na nyota. Jambo ambalo baadhi ya wadau wakawa wanajiuliza, mtu anawezaje kupita na nyota ya msanii mwenzake? Anapitaje na hiyo nyota? Hayo ni mambo ya kichawi zaidi, mambo ya kishirikina zaidi, sisi hatuelewi sana. Lakini Jay Melody siku leo ameamua kuandika ujumbe mrefu kupitia katika page yake ya Instagram, kupitia Insta story, na nitakwenda kukuonesha hapa kitu gani ambacho Jay Melody ameweza kukiandika. Ujumbe huu huenda ukawa ni ujumbe kwa mashabiki wa Jay Melody, lakini pia huenda ukawa ni ujumbe kwa huyo msanii Diamond Platnumz ambaye amekuwa mhusika mkubwa sana katika hili sakata ambalo linaendelea. Ujumbe wa kwanza, Jay Melody ameweza kuandika, kama wewe ni mtu unayeamini mimi nimechukuliwa nyota yangu, sijui usisikilize mziki wangu, na kama ulikuwa usikilizi endelea, yani usisikilize kabisa. Akaendelea akasema, mnanifanyia bullying kwenye comment, mnanitengenezea klipu, mnanifuata DM ili tu nisiwe sawa. Kwa hiyo sanaa yangu ikifa ndo mtakuwa sawa au? Akasema don't do this to me, kwamba msinifanyie hivi, mmekubali kuniacha, lakini hiyo haimaanishi kwamba siwezi kuwa Jay. Akaweka mkono wa kufunga kwamba anaomba sana wale watu ambao wanaendelea kusambaza kwamba yeye ameibiwa nyota yake, hebu waache hayo mambo. Lakini pia hajaishia hapo, akaandika ujumbe mwingine tena, akasema, mnanihofu sana alafu bila sababu. Mimi siishi dunia mnayoishi nyinyi. Sifanyi mziki kupata mademu, kuwa namba moja, wala kuwa mvuta bangi kama nyinyi. I'm doing this kwa sababu mimi ni maskini sana kwetu, nafanya mziki nipate pesa ya kuzilea familia zangu. Mimi sio mshamba kama nyinyi. Mmenitafuta sana, mmenikosa sasa, na mmepata cha kunishushia. Hiyo kolabo imewauma sana. Simlikuwa mnapiga debe wapewe wasanii wenu, hamuofii na wao watachukuliwa nyota. Acheni hizo. Huu jumbe umemuuma sana Jay Melody, na akiwa anaandika nadhani hata machozi atakuwa yalikuwa yanamtoka kwa sababu ni ujumbe mzito sana. Ameweza kuonesha wazi kwamba hiyo collab ambayo amefanya na Diamond imekuwa ni makosa jamani. Mbona ni kama vile watu wamekuwa wamwandama sana mitandaoni. Kila mtu Jay Melody ameibiwa nyota, ameibiwa hivi, amefanywa hivi, jambo ambalo yeye amepinga na kusema hajaibiwa nyota na mtu yoyote. Hebu tuendelee kukaa tumwangalie Jay Melody nini ambacho kimempata tofauti na hiyo swala la nyota. Basi angalie kitu kingine. Kwa nini sasa hivi muziki wake umeshuka? Basi aweze kuinuka. Wasanii wangapi muziki yao inashuka lakini wanainuka tena, wanasimama tena, na baadaye wanakuwa wasanii wakubwa zaidi na zaidi. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza baada ya Jay Melody kuzungumza maneno haya mazito kupitia Insta story yake siku ya leo? Tuachie maoni yako, lakini pia nikumbushe ambaye bado huja subscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu wa media hii pendwa ya Bongo Choice Online.